nguvu zako zimepungua, lakini pia hauwezi kudumu vizuri kwenye tendo la ndoa. Yaani inamaanisha performance yako ya tendo haiko vizuri. Ufahamu ya kwamba kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababisha wewe mwanaume kuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Jambo la kwanza ni kisukari. Kisukari kina uwezo mkubwa sana wa wewe mwanaume kupoteza uwezo wako kitandani. Unajikuta ulikuwa vizuri, lakini tangia umepata tatizo la sukari hauwezi tena kudumu kwenye tendo la ndoa. Mbaya zaidi, inapelekea mwanaume kushindwa kusimamisha kabisa uume wake. Fahamu ya kwamba damu inakuwa haipiti vizuri kwenye mwili wako, na fahamu pia ya kwamba uume unategemea damu. Endapo damu haifiki vizuri kwenye ile mishipa ya uume, inapelekea mwanaume kushindwa kusimamisha. Hasa kama ni wewe ambaye unateseka na changamoto ya kisukari ama pressure, na unafahamu fika kwamba tendo la ndoa haliko vizuri, yaani nguvu zako zimeisha kabisa, hauwezi tena kuhimili tendo la ndoa, hauwezi kufika kileleni, maumbile yako yanasimama kwa muda mfupi kisha yanalegea, au ni wewe mwanaume ambaye unapata maumivu makali sana katika mishipa ya uume, ufahamu ya kwamba kinga yako ya mwili inashuka. Hasa wale wazee kuanzia miaka 40 na kuendelea ndio ambao wana uwezo mkubwa sana wa kupoteza uwezo wao kitandani, yaani namaanisha nguvu za kiume, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanawasumbua, yanawazunguka, na ndio maana inawapelekea kupitia changamoto ya upungufu. Sasa kama ni wewe mwanaume umekuwa ukisumbuliwa na hii changamoto kwa muda mrefu, kitu ambacho kinakunyima raha kabisa ni changamoto ya nguvu za kiume, yaani huwezi kuhimili kabisa kwenye tendo la ndoa, au uume umegoma kabisa, hisia zimeisha kabisa kwenye mwili wako. Hebu naomba sasa nitafute leo ili niweze kukuongoza kwa matibabu sahihi na salama kabisa, ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida.